Tunaenda kumzika nani? Kaburi imechimbwa. Tunaenda kumzika nani? Hii. Sasa ukisikia hamuna, tumbo nauma. Tumbo nauma. Nauma jamani. Nataka mtu wetu. Siondoki hapa. Siondoki hapa. Kwa majina yangu naitwa Nai Milia Shangwea. Si tulikuwa ni majirani na ni wakwe. Tunakuja kuwasindikiza wenzetu kwenye msiba. Tulipofika pale nyumbani, tukaja tukajiandaa kabisa, tukaambiwa tokeni sasa mwili na ni magari yamekuja tuelekeeni mochwari. Tulipokuja tunaambiwa mwili hayupo. Tukasema mwili haipo kwa nini? Sisi tunachotaka tunataka mwili tuende naye tukazike. Wababa wanatuzungusha tu huku na huku. Tulieni kwanza ili tutafute mwafaka. Paka na sasa hivi tunasubiri mwili tuondoke naye tukazike. Lakini sasa mnaambiwa mwili tayari ulishazikwa na watu wengine. Hao watu ni wapi? Ndio tunataka kuwajua watu wametokaje kuja kuchukua mwili ambao sio wa kwao. Wamechanganya kwa bahati mbaya. Kwa bahati mbaya. Ina maana sasa hivi huwezi kutofautisha nanili sura ya mtu wako na ambao sio wa kwako. Wamechukuaje kwani? Kwa hiyo majibu sasa mtangoje hapa mpaka muda gani? Paka kieleweka hata leo na kesho tunakaa hapa. Hatuondoki. Nachotaka ni mwili tuende naye nyumbani. Wazee wa boma wameambiwa muondoke watashughulikia. Atatushughulikia sisi wa mama. Hawezi kutushughulikia sisi kwa sababu na sisi tuna haki. Wanasema watashughulikia hilo jambo litaisha kwa hiyo nyinyi muende nyumbani. Iishe pamoja na sisi tukiwepo. Tunajua tunakuta mtu wetu, tunaondoka naye, tunaenda kuzika. Kwa sasa hivi nini nyumbani ambacho kinaendelea? Paka hapa hatuwezi kujua kwa sababu sisi tuko huku hospitalini mochwari, hatujui nyumbani wanafanya nini. Lakini tuliacha wanachimba kaburi, wapishi wanapika chakula, hatujui ninachofanyika kule nyumbani sasa. Kwa hiyo taratibu zote za mazishi zimefanyika kabisa. Labda hajaambia huo mwili umepelekwa wapi. Watakuwa wanasikia tu lakini hawana uhakika. Wanasikia umepelekwa wapi? Na wenyewe hajasikia wamepelekwa wapi. Lakini kuna muda mmemshika yule mtu wa mochwari mkamleta hivi. Hajawapa majibu. Hajatupa majibu. Na yeye anazingua tu. Kwa majina matatu naitwa Hawa Bedi Mbole. Mimi huyo ni babangu mdogo. Amefariki siku ya Jumamosi. Akaletwa mochwari ya Murieti. Leo hii tuko kwenye maandalizi ya msiba ya kuzika maziko yake. Baada ya kufika hapa tunaambiwa mwili wa baba yetu haupo na tujui ulipoenda ni wapi, na hapa sasa tupo tunasubiri tu huo mwili tuende na baba yetu. Hatuwezi kwenda nyumbani bila baba. Tutasema tunapeleka nini nyumbani? Na tulijiandaa kwenda kumstiri baba yetu. Sisi hatuondoki bila baba yetu. Tunamtaka baba. Kwa tunaomba mtusaidie jamani. Tunamuomba ni jamani mtusaidie baba yetu. Kwani mlivyowaambia mwili uko wapi wakasemaje? Hawaelewi hata mwili uko wapi. Sana mtu wa mochwari ameenda kulewa, ameenda kuokotwa huko na watu, ameenda kujificha. Uongozi wa hospitali kutoka hapa tuone madokta wala manini. Namna anayekuja kutukuta kutuambia ni nini. Wote wamekaa huko ndani. Hatujawahi kuona kuanzia kukua kwetu na mpaka sasa hivi. Kata wala sita hajawahi kutoa kitu kama hicho. Kwa mtakaa hapa mpaka mpate mwili. Tunakaa mpaka kieleweki, tukwenda nyumbani tunapeleka nini? Maandalizi ya mazishi yanafanyika, kila kitu kaburi limeshatengenezwa, tunataka tukamstiri baba yetu. Sasa msipompata leo inakuaje? Ndio tunakaa mpaka paeleweke tunachomtaka ni baba. Sisi kwanza safari ya asubuhi sisi tumechelewa. Kwa hiyo kuna waliotangulia wakaja kuandaa mwili. Sasa tukaja kwa nyuma, na hili gari tukakaa hapo. Tumetulia tunasubiri labda najua mwili unaandaliwa. Tunasikia taarifa kwamba mwili umekosekana. Umekosekanaje mwili? Haijulikani. Wametafuta mwili imekosekana. Lakini baadaye tukaja kusikia taarifa kwamba kuna watu jana waliokuja kuchukua, sijui wanasema ni wa wapi huko Meru, kuchukua mtu wao. Mtu mmoja akasema, "Mbona huyu mtu kama sio wa kwetu?" Mwingine akasema mtu akifa anabadilikaga. Ndio taarifa sisi tuliopata hivyo. Kwa hiyo wale watu wa Meru wamechukua mwili ambao ni wa kwenu mlitakiwa muzike leo. Sasa sisi hatujajua maana sasa mwili umetafutwa imekosekana. Kwa hiyo hatujui kama wao ndio wamechukua au ndio hivyo tulivyopata maelezo sisi. Na mzee anaitwa nani marehemu? Anaitwa Samuel Mbole. Na ya asubuhi yani leo ndio mlikuwa mumziki. Leo ndio tulikuwa tumzike. Ibada ilikuwa inaanza saa 5
Na kaburi limeshachimbwa na kila kitu. Tumeacha linachimbwa. Kwa hiyo mnakuja kwa ajili ya kuchukua mwili. Kwa mwili ndio. Sasa nini ambayo mnaiomba serikali kwa sasa? Kwa sababu inaonekana kama vile hampati majibu hapa. Tunaomba mtusaidie. Ili tumpate mtu wetu tukamzike. Na mtakaa hapa mpaka muda gani? Maana tunataka mwafaka. Yaani mpaka kieleweke tupate mtu wetu, kwa sababu tunaambiwa tuende nyumbani. Tunaenda je nyumbani mtu wetu yuko wapi? Ndio hivyo. Majina yangu ni Salome Sakayo, wala City. Nataka mtoto wetu. Nimebeba miezi 9 tumbo hii. Sasa ikisikia hamuna, tumbo nauma. Nauma jamani, nataka mtu wetu. Siondoki hapa. Nataka mtu wetu. Tusike, maana kaburi tayari, chakula tayari, kila kitu. Siondoki hapa. Nalala hapa. Nataka tumbo nanikata kama hilo simu aliyokuza siku saa. Nakata. Nasemaje? Nataka mtu wetu. Ile mtu aliyopeleka ajui jina mtoto wangu ameandika hapa. Unataka hata Janesa ameandikwa. Nataka mtu wetu. Leteni hapa siondoki. Baada kufika hapa uliambiwaje bibi? Nataka mtu wetu. Ndio hivyo. Ukamzike. Anasema ametoka, hajasema haipatikani. Anasema niendeni kalete mtu. Ikifika hapa anasema amebadilisha. Amebadilisha na nani? Nataka mtu wetu. Nataka jamani. Nataka. Uongozi wa hospitali unasemaje? Anasema ajui nani amepeleka. Sijui amepeleka wapi. Naombeni taarifa habari. Tunguseni kabisa hiyo kitu. Twende wote. Tutoe. Kama umesika tutoe. Twendeni. Naombeni twendeni. Tusaidie sisi jamani. Sisi mekufa. Mwanamke anabeba mtoto mwezi 9. Si kwa kutoka ngura jasho natoka hivi. Anatoka hivi nashindwa kula, nashindwa kulala, nashindwa kutembea. Naombeni jamani. Lakini mtoto wako yule. Mtoto wangu. Anaitwa nani? Alikuwa na miaka mingapi? Anaitwa Lesikar. Na miaka mingapi? Samuel Mbole. Ndio jina ameandika hapa. Twendeni. Labda waliokuja kuangalia kujua kama sio mtoto wao. Sijui atajonje. Mimi siko hapo. Majina yako? Majina yangu Salome Sakayo. Sisi tunataka baba yetu tukamzike. Hatutaki kitu kingine. Na haki tendeke. Hamna kitu kingine. Tuliambiwa mtu amechukuliwa jana, ameenda kuzikwa sijui wapi huko. Kwa hiyo hatujui alikoenda kuzikiwa. Unahisi kwa nini wanaficha sana hii? Baada hatujajua kwa maana wako wanaficha. Unaona wanawake nyinyi ndio mko hapa wanaona wanasema hawataki kuongea. Wewe unadhani nini hicho kinafanyika? Tunadhani kuna mzunguko fulani hivi. Kwa maana kama ameenda kumzika jana, basi wale watu waje wakatutolee mtu wetu watafute ya kwao huku. Nyinyi mtakaa hapa mpaka saa ngapi? Mpaka waje watupe mtu wetu. Tunaenda kumzika nani na kaburi tayari. Tunataka mtu wetu. Maandalizi ya msiba kila kitu yako tayari. Kila kitu tayari. Kwa hiyo tunachotaka ni mazishi tukaendeleze basi. Nani anawafundisha uoga? Mnasema mnafundishwa uoga. Na wazee. Wazee wanasema acheni hiki kitu iende taratibu. Sasa utaratibu gani kama mtu hayuko? Tunapata utaratibu gani? Anatufundisha uoga, watupe mtu wetu. Nyinyi mama mnasemaje? Tunasema tunaendaje bila mtu? Tunaenda kuzika nani? Tunataka mtu tukamzike. Majina yako mama? Naitwa Esther Bahati.